Msikilizaji, leo hii Tanzania inaadhimisha miaka 64 tokea nchi hiyo ilipojipatia uhuru wake kutoka kwa mkoloni. Sikukuu hii ya kizalendo inaadhimisha mwaka wa 1961 ambapo Tanganyika ilirejesha mamlaka yake kutoka kwa utawala wa kikoloni na kuweka misingi ya taifa la sasa la Tanzania. Mwaka huu serikali ilifutilia mbali sherehe za uhuru, huku fedha hizo zikitumika katika ujenzi wa miundombinu iliyoharibiwa katika machafuko hivi karibuni ya uchaguzi. Skola Kisanga anaangazia historia ya nchi hiyo kwa ufupi. Ni tarehe 9 Disemba mwaka 1961, Tanganyika inapata uhuru wake kutoka kwa mkoloni Mwingereza na kuwa chini ya kiongozi wake wa kwanza, Waziri Mkuu Julius Kambarage Nyerere. Miaka 64 iliyopita, chama cha TANU kilichoongozwa na Julius Nyerere kilichukua nafasi muhimu katika harakati za uhuru. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliongoza Tanzania kwa zaidi ya miaka 20, ambapo utawala wake ulikuwa kielelezo kwa viongozi wengi barani Afrika. Watanzania wanataka mabadiliko. Wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Baadaye kufuatiwa na rais wa pili wa Tanzania, Ali Hassan Mwinyi, aliyefahamika zaidi kama Mzee Ruksa. Yeye aliongoza Tanzania kwa miaka 10, yani mihula miwili. Rais wa tatu akawa ni Benjamin William Mkapa. Awamu ya 4 ni Jakaya Mrisho Kikwete. Akafuatiwa na rais wa awamu ya 5, John Joseph Pombe Magufuli. Huyu alikuwa miongoni mwa viongozi wa Tanzania ambao walikumbana na ukosoaji mkubwa wa kimataifa. Hii ni kutokana na misimamo yake katika mambo ikiwemo uhuru wa habari, masuala ya kuminya asasi za kiraia, kubana upinzani na demokrasia. Alifariki akiwa madarakani mwaka 2021 na nafasi yake ikachukuliwa na aliyekuwa makamu wa rais wakati huo, Samia Suluhu Hassan. Kwa miaka yote hii, Tanzania imekuwa ikijulikana kama kisiwa cha amani, lakini hilo limeingia dosari katika uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu, ambapo uligubikwa na maandamano na ghasia na maelfu ya watu wameripotiwa kupoteza maisha. Mali za umma na za kibinafsi pia ziliharibiwa. Hata hivyo, namna ambavyo serikali imeshughulikia suala hili ni dhahiri inazorotesha uhusiano wake wa kimataifa, huku Rais Samia Suluhu Hassan akionya mataifa ya magharibi kuingilia Tanzania. Lakini bado kuna vuguvugu jipya la maandamano leo Desemba 9, ambapo vijana maarufu kama Gen Z na wanaharakati wanadai katiba mpya, mabadiliko ya kimfumo wa uchaguzi, haki za kujieleza, lakini pia kutaka kukomeshwa kwa utekaji, matumizi mabaya ya mali za umma, pia na baadhi ya viongozi kujilimbikizia mali. Mbali na ilivyozoeleka, kila mwaka kumekuwa kukishuhudiwa shamra za sherehe za uhuru. Lakini mwaka huu mambo yako tofauti. Rais wa Tanzania alielekeza fedha zote za sherehe za uhuru kukarabati mali za umma zilizoharibiwa katika vurugu na maandamano wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Tayari serikali ya Tanzania imesema ni muhimu kwa raia wake leo hii kusalia majumbani mwao iwapo tu hawana majukumu ya kufanya watoke nje. Huyu hapa ni Waziri Mkuu wa nchi hiyo, Mwigulu Nchemba. Serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao.